Maonesho ya site ni moja tu ya mambo mengi ambayo serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii na kupitia Bodi ya Utalii inayafanya ili kutangaza utalii wetu. Juhudi kubwa pia zinafanywa kwa kutangaza utalii wetu nje ya nchi kupitia ushiriki wa maonesho ya kimataifa kwenye nchi mbalimbali na kupitia road shows zinazoandaliwa na serikali yetu. Juhudi hizi zimeanza kuzaa matunda. Tunaona makundi ya watalii yakiongezeka kuja kutoka nchi mbalimbali. Kutokana na juhudi hizi, hivi karibuni tumepokea idadi kubwa ya watalii kutoka nchi ambazo awali hazikuwa zikileta watalii wengi. Watalii hawa ni kutoka China, Hong Kong, Israel, Malaysia na Korea. Na dalili zote zipo kwamba tutafikia lengo letu la kupata watalii milioni 2 ifikapo mwaka 2020. Sio mbali, ni mwakani tu. Pamoja na pongezi nyingi ambazo wizara na taasisi zinastahili, napenda kuipongeza na kuishukuru sana sekta binafsi kwa umahiri wake wa kusaidia kutangaza utalii wetu na kwa kutoa huduma nzuri ambazo zimesaidia kutangaza vizuri nchi yetu. Lakini pia natoa pongezi na shukurani kwa balozi zetu zote zilizo nje ya nchi kwa kufanya juhudi kubwa ya kuvutia watalii kuja hapa nchini. Najua mabalozi wetu kama ambavyo alitaja hapa mwenyekiti wa bodi wamesaidia sana kufanikisha maonesho haya ya site. Hivyo nawashukuru pia na kuwapongeza sana. Alitajia mabalozi wa nchi kama Sweden, Malaysia, mabalozi wetu Korea Kusini, Japani, Canada, Oman, Afrika Kusini na kadhalika, ambao walihakikisha kwamba kuna kuwepo na washiriki kutoka katika maeneo yao ya uwakilishi. Kwa hiyo muendelee kuwatumia hawa mabalozi, ndio watatusaidia, kwa sababu ninyi mkisema mfanye contact ya moja na mtu mmoja mmoja ni vigumu. Wale kule ndio wenye watu hawa waliokuja, ni rahisi kwa kuwa mobilize na kuwashawishi ili kuja. Kwa hiyo mwatumie kikamilifu mabalozi hawa. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri alisema, na mimi napenda nichukue nafasi hii kuomba na kuwahimiza wadau wote kutembelea maonesho haya hapa Mlimani City. Kupitia maonesho haya, naamini wafanyabiashara wakubwa kwa wadogo watapata fursa ya kuanzisha ushirikiano na ubia. Pia wageni watakaotembelea maonesho haya watapata fursa ya kupata habari muhimu kuhusu utalii. Kwa hiyo kila atakayeweza, na waomba Watanzania wote wafike na kuona wenyewe maonyesho haya jinsi ambavyo yamefana. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nizungumze jambo moja. Vikwazo vya utalii wakati mwingine vinawekwa katika mazingira ambayo ni ya kutaka tu kuharibu labda ufanisi au maendeleo ya nchi. Sasa napenda tu kuihakikishia dunia kwamba Tanzania ni nchi salama. Tanzania ni nchi ya amani, na hakuna jambo lolote la kutishia mtalii yoyote kuja nchini kwetu, liwe la kiusalama, liwe la kiafya. Hatuna tatizo. Sikatai, wakati mwingine natokea tukio moja, maana huwezi ukadhibiti vibaka wote kila kona, lakini yani matukio madogo tu ambayo yako dunia nzima. Lakini kwa ujumla wake nchi yetu ni salama, kiusalama kwa maana ya kiusalama, kwa maana ya kiafya. Kwa sababu kama wote ninyi mnasoma vyombo vya habari, mmekuwa mkisikia minong'ono hapa katikati Tanzania. Kuna nchi zinatoa kabisa matangazo ya kutoa tahadhari, msiende huko, kuna Ebola. Hakuna Ebola nchi hii. Hivi kweli tangu walipoanza kusema mpaka leo kama ipo, sio wangeshateketea watu chungu nzima. Kwa wale wa Tanzania, hebu kuna mwenye ndugu yake ambaye ameugua huo ugonjwa, au amesikia kwa uhakika fulani ameugua huo ugonjwa. Sasa haya ni maneno, ndio maana nasema wakati mwingine tunaharibiwa na watu wasiotutakia mema. Sasa si tukianza kudandia tu kwenye treni bila kujua inakwenda wapi, utajikuta unafika usikotaka kufika.
Kwa hiyo ndugu zangu, nataka tu niwahakikishie dunia nzima kwamba nchi yetu ni salama, kwa maana ya matatizo ya kiusalama, ulinzi na usalama, hatuna shida yoyote. Kwa maana ya matatizo ya kiafya, hatuna tatizo lolote la kuzuia Mtanzania mtalii kuja kutalii hapa. Kwa hiyo ujumbe nadhani muhimu wafikie wale wote ambao, kwa sababu tuna wageni hapa wamekuja. Sasa wao wawe mashahidi wakifika kule kwamba tumefika kule, mbona tunaona kila kitu shwari tu, hizi kelele zinatoka wapi? Kwa hiyo ndio maana ya ubalozi tunaotaka wakaufanye huo, watusaidie pia kufikisha huo ujumbe. Napenda nihitimishe hotuba yangu kwa kuelezea matumaini yangu kuwa maonesho haya ya Swahili International Tourism Expo ya mwaka huu yatakuwa yenye mafanikio makubwa kwenu ninyi wote mnaoshiriki. Aidha, nachukua fursa hii kuwatakia safari njema washiriki wote kutoka nchi yetu, na pindi mtakapokuwa mnarudi nchini kwenu, basi mfike salama. Na washauri msiondoke bila kutembelea baadhi ya vivutio vyetu. Msiishie Mlimani City hapa. Waziri amezungumza hapa, yako maeneo ya kwenda kutembelea. Kwa wale ambao wanao muda, mnayafahamu, sababu ninyi wenyewe mko kwenye sekta hii. Sidhani kama mtu ametoka kote alikotoka amekuja hapa hajui kuwa kuna Serengeti au hajui kuwa kuna Ngorongoro. Kwa hiyo mpate muda muende mkatembelee maeneo hayo, ili na ninyi mjiridhishe na muwe mashuhuda kwa vitendo kwamba kweli vivutio vipo na ni vizuri and they are worth visiting.